kusoma kutokea hapa. Kule Mashariki ya Kati cha kupewa swali naweza nikakuuliza moja tu. Ile ni vita au ni mchaka manake juzi weekend nimeona paka madaraja sasa yanaanza kupigwa tena. Na huyu Iran naye anasema na mimi naanza kupiga vituo vyako sasa serious kabisa. Kusema kweli unaweza kaita ni kama kurejea kwa hatua kwa wimbi jipya la mashambulizi. Na tofauti na awamu zile za awali, sasa hivi ni bahati mbaya kwamba mashambulizi ya sasa yanakwenda mpaka katika violation ya Geneva Convention ya mwaka 1949 ambayo pamoja na mambo mengine inasisitiza kuhusiana na protection ya civilian zones. Tunapozungumzia protection ya civilian zones ndio kama hivi unavyozungumzia madaraja, hospitali, vituo vya kulelea wazee, shule, vyuo. Kwenye vita conventional au zile kanuni zinazokubalika katika vita, haya maeneo ni sacred, ni maeneo matakatifu. Hutakiwi kuyagusa. Hayatakiwi kuguswa kwa sababu haya ni maeneo ya kiraia. Lakini sasa ukiangalia katika siku za karibuni, sasa mashambulizi yamehamia katika madaraja, katika miundombinu ya aina tofauti tuseme. Ni ukiukwaji wa hii Geneva Convention ya mwaka 1949 hasa kuhusiana na usalama wa maeneo ya kiraia. Kwa hiyo kujibu swali lako, tunaweza kusema taratibu ni kama na dalili za kurejea kwenye mashambulizi yale sasa ya moja kwa moja, kwa sababu wakati Marekani akifanya mashambulizi hayo katika zile protected civil zones, hata Iran naye kwa upande mwingine anaendeleza mashambulizi ya kulipiza yale anayofanyiwa kwa upande wa ile miradi ya kimkakati, kiwemo kambi za jeshi la Marekani zilizoko katika mataifa haya washirika wake kama Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na kwingineko katika eneo hilo Mashariki ya Kati. Kusema kweli nachokiona cha kupewa unaweza kutusaidia pia. Unajua athari hii ya vita ya Iran, Marekani na mshirika wake Israel, mimi naona athari kubwa sana kwa upande wa Iran mwenyewe. Unajua Iran yeye afiki Marekani kabisa, na bila shaka ila Marekani anafika kwako kabisa. Iran anapiga maeneo yake ya utakwenda kumshambulia katika maeneo ambayo ana ushirika nayo, kaweka miradi yake ya kimkakati huko, lakini anakuja kukuumiza katika nchi yako kabisa. Mengele, Marekani wanapata hasara ya kambi zake, wanapata hasara kubwa kwa sababu kwa hesabu ya kabla ya vita hii kuanza, kwa zile kambi ambazo ziko katika mataifa karibu 5 6 7 yaliyozunguka Iran, alikuwa na wanajeshi zaidi ya 40,000. Ukiangalia takwimu zilizotolewa, nafikiri mtakuwa meziona pia, askari karibu 16 nafikiri 16 wamefariki na zaidi ya 400, na ndio hiyo Trump anasema, na zaidi ya 430 kama sijasahau, anasema ni majeruhi. Hilo ni upande mmoja, lakini upande mwingine ndugu zetu hawa wa nchi za magharibi ni wabora sana katika propaganda na kuficha taarifa, hasa kwa purpose ya kufanya branding. Utakumbuka kwamba taarifa hizi zinazohusu vifo vya askari wa Marekani na hata majeruhi hazijahusisha wale wa upande wa Israel. Kwa hiyo ni kweli Iran anaweza akawa hawezi kuifikia Marekani moja kwa moja kwa sababu ya umbali wa kilomita zaidi ya 5,000 zilizoko baina ya Tehran na Washington. Lakini kuna hasara kubwa ambayo Marekani anapata katika haya maeneo ya kimkakati, kwa sababu katika siku za karibuni tutakumbuka
Iran ametoka kwenye kushambulia pia hizi kambi za jeshi, sasa amekwenda mpaka katika miradi tofauti, miradi hii ya kwa mfano mabenki na taasisi ambazo zinafungamana na Marekani zilizoko katika mataifa hayo. Wakati mwingine kinachofanya ionekane kwamba Marekani hapati hasara ni namna ambavyo wameamua kucontrol utokaji wa taarifa zinazohusu uharibifu na hasara wanayoipata. Tukumbuka ripoti ya Wizara ya Fedha ya mwezi wa 6 au wa 5 na wa 6 ilionyesha kwamba kufikia muda huo Marekani ilikuwa imepata hasara ya zaidi ya bilioni $30 katika vita hii tangu kuanza kwake mwezi Februari. Sasa kama kwenye figa ya fedha imefikia zaidi ya dola bilioni 30, hao katika eneo la Mashariki ya Kati ambako vita hii wakati inaanza vituo vya jeshi tu vilikuwa na wanajeshi zaidi ya 40,000. Useme kwamba mpaka sasa hivi Marekani hajapata hasara. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba hawapati hasara kwa sababu hawafanyiwi mashambulizi ya moja kwa moja Washington, New York kama ambavyo wao wanafanya ndani ya nchi ya Iran, isipokuwa ni ule ukweli kwamba namna ambavyo wanatoa taarifa kuhusiana na hasara wanayopata ndicho kinachofanya tofauti, kwa sababu utakumbuka taarifa za Iran za hasara zinatolewa na Marekani zaidi kuliko hata Iran yenyewe. Ninachoamini kwenye vita hakunaga taarifa sahihi sana. Yes. Kwa kila mtu. Yes. Hakunaga mtu ambaye na ndio maana mimi nilivyokutana hata hivyo vifo 10 na majeruhi 430 tangu kuanza kwa vita hii katika mazingira ambayo kambi zao za jeshi zilikuwa na askari zaidi ya 40,000 kwa eneo la Mashariki ya Kati ambako Iran anafanya vita. Nimeshakia. Nataka kujua kwenye vita hamna taarifa hiyo. Waulize hata wa Irani tu Mujtaba yuko wapi? Ni taarifa ya siri, yani hawezi kuambia alijeruhiwa ama ni mzima. Katika vipindi kama hivi hakuna nchi au taasisi inayoweza kuwa open kwa 100%. Sawa bana, hayo ni yaliyojiri kule Mashariki ya Kati. Jana Trump ulinzi wake umeuona. Alikuwa anaona kweli mpira ule baba kwa kile kioo. Lazima ulinzi uwe mkali. Kile ni kioo maalum cha kuzuia risasi. Bila shaka. Ile ni bulletproof na sisi wenyewe tulikuwa tunamuona kwa shida akionyeshwa. Nilikuwa nawaza yeye anaona mpira. Tension ni kubwa sana hasa kwa kuzingatia kwamba nchi bado iko katika vita na Iran, na inafahamika kwamba ndani ya Marekani kuna wa Iran pia ambao wameishi miaka mingi. Kwa hiyo mashaka yale kwamba anaweza kapelekewa drone au pengine kukawa na shambulizi la kujitoa muhanga au hata shambulizi la sura nyingine tofauti na hizo tulizozitaja kuwepo, ndicho kilichofanya mazingira kama hayo ya kioo kikali, na nahisi kwamba pengine katika maeneo yale yote katika kila pande zote za uwanja ule maafisa wa usalama wa taifa kutoka katika taasisi zote za ndani na za kimataifa za nchi hiyo walikuwa wametanda sana. Tanzania bado sana kimaandalizi, kwa sababu wanaoshikilia talanta ya soka letu si wa kweli, huwa wanakuwa na mipango ya muda mfupi. Anaitwa Weso Abdalla Mtuhi wa Nanyamba, Mtwara. Asante kwa ujumbe wako. Huyo anasema pia mimi ni Petro Keha wa Hanan Gendagi, maeneo ya maporomoko. Ujumbe wa Kenya, hiyo mifumo iangaliwe sana, ili jambo baya sana kwa mifumo. Asante sana kwa ujumbe wako. Pancras Nyakumba pia nimekuona kutoka Chamwino, wasema sisi mpira wetu unahitaji maandalizi zaidi ili tuwafikie Spain. Asante kwa mtazamo wako pia. Mimi nilitabiri tangu michuano iko robo finali, Argentina akicheza na Spain, finali itakuwa tamu, na imekuwa hivyo. Asante kwa ujumbe wako pia. Anasema inawezekana sana, ili mradi tuache ubinafsi na rushwa, tuwe wazalendo kila mahali, kombe la dunia linaweza kuwa letu. Naitwa Shadowman. Asante Shadowman kwa ujumbe wako. Mtei, kwanza mchambuzi cha kupewa afahamu kuwa timu yetu ya under 17 imefuzu kushiriki kombe la dunia la umri huo, na TFF imewekeza kwa vijana kituo cha Mnyanjani, Tanga na Kigamboni, hivyo tuko kwenye njia sahihi ya kuelekea huko. Naitwa Alifa Kimara. Njia sahihi tupo. Tuko kwenye njia sahihi pia. Lini ndo swali. Lakini pia hawa under 20
wa kipindi hiki waliofuzu sio wa kwanza. Tuna timu ile iliyokwenda Brazil ya vijana waliokwenda kushiriki mashindano ya Coca-Cola. Wako wapi?